Naam, mtazamaji, Freeman Mbowe hatimaye aonyesha dalili za kuomba kurejea Chadema na kupokelewa baada ya muda mrefu wa kuwa nje ya chama hicho. Mbowe afunguka rasmi imani yake kwa Chadema na Tundu Antipas Lissu. Like video hii alafu subscribe. Vile niambie unanisikiliza ukiwa wapi, kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humu Tanzania niambie unanipata vizuri ukiwa mkoa gani. Je, Freeman Mbowe anajiandaa kurejea tena kisiasa ndani ya Chadema? Hali ya kisiasa nchini Tanzania inazidi kupamba moto baada ya mwenyekiti wa zamani wa Chadema Freeman Mbowe kutoa ujumbe mzito unaoonyesha dalili na imani mpya kwa chama cha upinzani Chadema na imani kubwa kwa Tundu Lissu. Baada ya miaka mingi ya mapambano ya kisiasa, kukamatwa, kukosolewa na kutokuwa na uhakika, Freeman Mbowe sasa anazungumza kwa sauti ya wafuasi wengi wanaoamini kuwa ni ishara ya umoja, maridhiano pamoja na uwezekano wa kurejea kwenye nafasi kubwa ya uongozi ndani ya chama. Aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Mbowe amezua mjadala mpya wa kisiasa Tanzania baada ya kutangaza hadharani rasmi imani yake na Chadema na mustakabali wa siasa za upinzani nchini Tanzania. Akizungumza wakati wa matamshi ya hivi karibuni ya kisiasa, Freeman Mbowe alieleza kuwa pamoja na matatizo mengi aliyokumbana nayo kwa miaka mingi, ikiwa ni pamoja na kudaiwa kuteswa kisiasa, vitisho na mateso mengi, bado anaamini kwa dhati dhamira na mwelekeo wa Chadema. Maneno yake Mbowe mara moja yamevutia umakini wa kitaifa leo mitandaoni. Wafuasi wengi waliona kauli yake Mbowe hiyo kuwa ni kielelezo tosha kuwa Freeman Mbowe bado anajiona ni sehemu muhimu ya vuguvugu la upinzani Chadema, licha ya mivutano ya kisiasa na mijadala ya ndani iliyokikumba chama hicho katika miaka hivi karibuni. Na kwa Watanzania wengi, kumsikia Mbowe akiongea vyema tena kuhusu Chadema kulibeba uzito mkubwa wa kisiasa. Je, huu unaweza kuwa mwanzo wa muungano wenye nguvu zaidi wa kisiasa ndani ya chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania? Swali hilo sasa linaenea kwa kasi miongoni mwa wafuasi na wachambuzi. Katika maelezo yake, Mbowe alisisitiza kuwa mapambano ya demokrasia na haki nchini Tanzania hayawezi kukoma kwa sababu ya shinikizo au changamoto za kisiasa. Alieleza kuwa viongozi wa upinzani hawana budi kuendelea kusimama pamoja na wananchi wa kawaida ili kuhakikisha sauti zao zinasikika na kuheshimiwa. Mbowe pia alisisitiza kuwa ushiriki wa kisiasa katika siku zijazo, ikiwa ni pamoja na uchaguzi, utategemea sana ikiwa haki na hali sawa za kisiasa zinahakikishwa na mamlaka husika. Kauli hiyo ilizua mjadala mara moja kwa sababu wachunguzi wengi wa siasa walitafsiri kama onyo na changamoto kuhusu mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Baadhi ya wachambuzi wanasema Mbowe alikuwa makini kusawazisha matumaini kwa tahadhari. Mwanasiasa huyo Mbowe, mkongwe wa upinzani Chadema, pia aliwakumbusha wafuasi kwamba vuguvugu la upinzani limenusurika katika nyakati ngumu kabla. Kulingana na yeye, vikwazo vya kisiasa vipaswi kudhoofisha mahitaji ya mageuzi ya kidemokrasia. Maoni yake yalionekana kuwatia moyo wafuasi wa chama ambao wanaweza kuwa wamekatishwa tamaa baada ya miaka mingi ya mizozo ya kisiasa, kukamatwa, vikwazo na mizozo ya ndani ya siasa za upinzani. Na kwa mara nyingine tena maneno yake yaliweka Chadema tena katikati ya mazungumzo ya kisiasa ya kitaifa. Wafuasi wa Chadema walijibu haraka mtandaoni, huku wengi wakiupokea ujumbe wa Mbowe kama ishara ya utulivu wa kisiasa na umoja ndani ya chama. Wafuasi kadhaa walielezea hotuba hiyo kama ya kutia moyo, wakisema Mbowe bado ni mmoja wa viongozi wa upinzani wenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania. Wengine walisifu utiifu wake kwa Chadema licha matatizo mengi ya kisiasa ambayo amekumbana nayo kwa miaka mingi. Baadhi ya wananchi walihoji kuwa uzoefu wake na ushawishi wake wa kisiasa bado unahitajika ikiwa upinzani unataka kubaki imara kuelekea katika vita vya kisiasa siku zijazo. Lakini sio kila mtu alitafsiri ujumbe kwa njia ile ile. Wakosoaji walihoji ikiwa kauli hizo zilikuwa sehemu ya mkakati mpana wa kisiasa unaolenga kujenga upya ushawishi kabla ya maendeleo yajayo ya kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema matamshi ya hivi punde ya Mbowe yanaweza kuwa na maana kubwa kuliko watu wengi wanavyofikiria. Kulingana na wachunguzi wa mambo, siasa za upinzani Tanzania zimeingia katika hatua mbaya ambapo umoja na uratibu miongoni mwa viongozi huenda ukazidi kuwa muhimu. Baadhi ya wataalamu wanaamini Mbowe anajaribu kutuliza mivutano ya ndani, huku pia akionyesha kumuunga mkono umma pamoja na Tundu Lissu na muundo mpana wa uongozi wa Chadema. Wengine wanasema hotuba
Hotuba hiyo ya Freeman Mbowe mtandaoni iliandaliwa kwa uangalifu ili kuhakikishia wafuasi kwamba chama cha Chadema kinaendelea kuwa na umoja licha ya uvumi kuhusu mgawanyiko, na ndiyo maana kauli hiyo imekuwa mada kuu nchi nzima leo. Freeman Mbowe pia alionekana kudhamiria kuwakumbusha wananchi kuwa demokrasia inahitaji uvumilivu na kujitolea. Alibainisha kuwa siasa za upinzani nchini Tanzania zinaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa, lakini akasisitiza kuwa mapambano ya haki na haki sawa ya kisiasa lazima yaendelee kwa amani. Maoni yake kuhusu uchaguzi yalivutia umakini wa pekee. Kulingana na Mbowe, ushiriki katika chaguzi zijazo unapaswa kutegemea kama haki ya kisiasa na usawa vinahakikishwa. Hata hivyo, kauli hiyo ilizua mjadala mara moja miongoni mwa waangalizi wa kisiasa ambao wengi wao wanaamini kuwa vyama vya upinzani vinazidi kupaza sauti kuhusu mageuzi ya kisiasa. Wakati huo huo, mijadala inayohusu uhusiano wa Mbowe na mwenyekiti wa sasa wa Chadema Tundu Antipas Lissu pia ilizidi kuongezeka mtandaoni. Baadhi ya wafuasi waliona mtazamo mzuri wa Mbowe kwa uongozi wa chama kama ushahidi kwamba umoja ndani ya chama unaweza kuimarika. Wengine wanaamini hotuba hiyo inaweza kusaidia kupunguza mivutano miongoni mwa makundi tofauti ya wafuasi ndani ya vuguvugu la upinzani. Kwa wananchi wengi, wazo la viongozi wazoefu wa upinzani kusimama pamoja linaonekana kuwa muhimu kisiasa, hasa katika wakati ambapo anga ya kisiasa ya Tanzania inaendelea kuvutia umakini wa umma, na sasa nchi inafuatilia kwa makini kuona nini kitafuata ndani ya Chadema. Mtazamaji, wakati mijadala ya kisiasa ikiendelea kote Tanzania, wafuasi wengi wa Chadema sasa wanaamini kuwa matamshi ya hivi punde ya Mbowe yanaweza kusaidia kurejesha imani ndani ya vuguvugu la upinzani. Baadhi ya wananchi wanasema maneno yake yalisikika zaidi katika umoja na demokrasia badala ya ushindani wa kisiasa, jambo ambalo wanaamini linaweza kuimarisha taswira ya chama mbele ya maendeleo ya kisiasa yajayo. Wakati huo huo, waangalizi wa kisiasa wanaonya kwamba kujenga upya uaminifu na umoja ndani ya siasa za upinzani hakutatokea mara moja. Kwa mujibu wa wachambuzi wa uongozi imara, ushirikiano na mawasiliano ya wazi kati ya viongozi wa chama yatakuwa muhimu iwapo Chadema inataka kudumisha kasi na kuungwa mkono na umma katika miezi ijayo. Wakati huo huo, kuendelea kwa Mbowe kumuunga mkono Tundu Lissu pia imekuwa mada kuu ya mjadala. Wafuasi wengi sasa wanaona hii kama ishara muhimu kwamba viongozi wakuu wa upinzani wanaweza kufanya kazi ili kupata ushirikiano zaidi badala ya mgawanyiko wa ndani. Wengine wanaamini kuwa ujumbe huo ulikusudiwa kwa makini kuhakikishia wanachama wa chama hicho kwamba uongozi unaendelea kuwa thabiti licha ya shinikizo la kisiasa. Katika mitandao ya kijamii siku ya leo, maelfu ya Watanzania wanaendelea kujadili kauli za Freeman Mbowe zina maana gani kwa mustakabali wa siasa za upinzani nchini, au wanataka kurejea rasmi ndani ya chama. Wakati baadhi ya watu wanasalia na mashaka, wengine wengi wanaelezea hotuba hiyo kama ishara ya matumaini kwamba viongozi wenye uzoefu wa kisiasa wako tayari kuendelea kupigania mageuzi ya kidemokrasia na haki ya kisiasa. Na wakati hali ya kisiasa inavyoendelea kubadilika, jambo moja linazidi kuwa wazi: Freeman Mbowe bado ana ushawishi mkubwa ndani ya mazingira ya kisiasa ya Tanzania. Iwe ujumbe wake wa hivi punde unaashiria mwanzo wa kurejea tena kisiasa au wito wa umoja nchini, wananchi wengi sasa wanafuatilia kwa karibu sana kitakachofuata ndani ya Chadema, kumwona Mbowe ataweza kuchukua hatua gani ya kurejea au la. Like video hii alafu subscribe, kisha nijuze maoni yako, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.